Nafahamu wewe ni mwandamizi pale bungeni, mbunge sasa hivi unasema waandamizi, na Mheshimiwa Jenista alikuwa ni sehemu ya wabunge waandamizi. Hebu niambie, wakati Mheshimiwa Jenista anaingia bungeni mwaka 2000, mlipokutana kwanza, namna ambavyo ulifanya naye kazi? Kwanza tumefanya kazi kwa muda mrefu sana na Jenista, lakini pia tukatoka kwenye backbench tukaingia serikalini kuwa kama manaibu mawaziri na baadaye mawaziri, lakini kwenye wakati tofauti tumebadilishana wizara na Jenista. Ni dada yangu ambaye tulifahamiana kwa uzuri sana, tulipendana sana, na historia ya mahusiano ya mimi na yeye imeanzia kutoka kwa marehemu mume wake ambaye pia alikuwa rafiki yangu, lakini baadaye wakaja watoto. Kwa hiyo Jenista mimi ni dada yangu ambaye mbali na kazi tulikuwa na mahusiano ambayo ya kushauriana katika masuala mpaka ya level za familia. Kwa hiyo nina majonzi makubwa kwa sababu nimempoteza sio tu dada, lakini pia rafiki, lakini pia mwanasiasa mwenzangu, lakini pia kiongozi wa ngazi ya waziri mwenzangu. Kwa hiyo ni masikitiko makubwa, na kwa kweli bado hata mpaka sasa siamini. Inakuwa ngumu sana kuamini. Unaweza kusikia msiba alafu ukaushabikia au ukapenda kukimbia, lakini nilikaa kwanza nitulie, niwe sawa, alafu ndio niamue kushiriki sasa kwenye msiba. Labda mara ya mwisho, najua mlikuwa mnawasiliana kwa karibu. Ushasema yeye ni familia, imeanzia kwa mumewe. Mara ya mwisho hasa mlizungumza jambo gani? Mara ya mwisho sana ambapo tulionana sana wakati tunakwenda tuliporudi baada ya kushinda ubunge. Na kwa bahati mbaya toka kipindi kile hatujaonana. Tumerudi, tumeshinda ubunge, tukaanza kukubaliana, je, vipi ndugu yangu? Wewe hiki kipindi cha mwisho au tunaendelea? Tukacheka pale, mimi nikamwambia bwana, mimi nafikiri hiki kitakuwa kipindi changu cha mwisho. Akaambia usikubali usikisiwe cha mwisho bwana, tuendelee tu. Tuendelee, kama ikiwezekana kwa tukija kushindwa basi tukishindwa, ndio kwa sababu bunge hauna limitation. Kwa hiyo tukakubaliana kwamba bwana tunaendelea na siasa mpaka tuone mwisho wake. Labda kwenye nafasi sasa ya serikali kwa ujumla, kwa utendaji wake kazi, unadhani Mheshimiwa Jenista ameacha pengo kiasi gani? Jenista ni kiongozi wa wakati wote. Jenista ni mtu ambaye anajituma sana, ni mtu wa kujituma wakati wote. Na shughuli za serikali Jenista ziko kwenye sehemu ya maisha yake. Yaani hata wakati wote, na sijajua alikuwa na behave vipi nyumbani, lakini ni mserikali na kila mara yeye ni mtu wa serikali. Tunakumbuka amekuwa chief whip na baadaye tena mimi ndo nikawa chief whip. Ninajua na ninafahamu kwamba wabunge wote wanafahamu kwamba Jenista yuko strict namna gani katika masuala ya serikali. Kwa hiyo kitu cha kujifunza kutoka kwake ni kwamba lazima unapokuwa umepewa jukumu la kufanya, lifanye mpaka aliyekupa aone amekupa jukumu dogo. Kwa sababu Jenista ni mfano wa watu wanaojituma, watu wanaopenda kazi, lakini wako serious na kazi anayokuwa amepewa. Kwa hiyo ninaamini watu wote waliofanya kazi naye na hasa wizara walizopita wanamfahamu Jenista kwa maana ya vikao, lakini ni kiongozi ambaye anashirikisha sana, anapenda maamuzi ya pamoja, anapenda vikao. Kwa hiyo tumepoteza mtu ambaye kwa kweli bado tulikuwa tunamhitaji katika kuisaidia taifa hili. Na niwaombe sana sisi wanasiasa, mfano kama watu kama wakina Jenista ndio mfano ya watu wa kuigwa, ili na sisi tuweze kutoa mchango wetu katika kuliendeleza taifa letu. Asante sana mheshimiwa. Asante. ST Bongo, nyumbani kwanza.